Wewe mwana wa Mungu na mtumishi wa Mungu unayenisikiliza na kunitazama, ndugu mpendwa, namshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwamba amenipa nafasi hii ya kufikisha ujumbe huu katika masikio yako kama ilivyo mapenzi yake. Na ninapoleta habari hizi, ndugu mpendwa, si kwamba mimi ni mtakatifu kulikoni watu wengine, bali hiyo ni neema ya Mungu iliyo juu yangu na inayoandamana na mapenzi yake Yesu Kristo. Basi ikiwa niko hapa, ndugu mpendwa, langu ni kuzungumzia habari kuhusu kifo cha Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya. Na si hilo tu, bali pamoja na hayo ni mapenzi ya Mungu kwamba nitoe ripoti ya jumla kwa ufupi kwa ile kazi ambayo alionituma kuja kufanya hapa katika nchi ya Kenya. Na mimi napotoa ujumbe huu ni jukumu langu kufanya kulingana vile Yesu Kristo mwenyewe ambaye ndiye Bwana wangu alivyonielekeza, hivyo ndivyo nitakavyokufanya. Kwa hivyo mimi naitwa Enoch, nami ni mtume, na si mtume aliyetumwa na mwanadamu, bali mtume aliyetumwa na Yesu Kristo. Na hivyo ni kwa mapenzi ya Mungu Baba. Na kabla nina kwa kuendelea, ndugu mpendwa, nakumbuka siku hiyo ambapo Yesu Kristo aliponena nami akinieleza habari za kuja huku Kenya, kwamba anataka nije huku katika nchi ya Kenya. Hakuniambia ni jambo gani haso ambalo anatamani nije nifanye katika nchi hii, lakini ananiambia kwamba nikuje. Na hivyo akaniomba kwamba nitii, nami nikatii sauti yake ya kwamba nirauke mara moja nije, na nikifika nitajua ataniambia kile kufanya, lakini kwa ujumla akaniambia nije nikafanye kazi yake. Na basi tazama, ndugu mpendwa, hapo aliponena nami nilipokuwa hapo Lubumbashi, nikaamua kwamba nichukue safari ya kuja huku nikipitia hapo Zambia pia Tanzania, ndiposa niingie katika nchi ya Kenya, kwa maana hiyo ndio njia ya karibu. Lakini ikawa ilikuwa ni mawazo yangu, lakini mpango wa Mungu katika jambo hilo, katika safari hiyo, ikawa kwamba lazima nipitie Goma. Kwa maana angalia, wale watumishi wa Mungu wapendwa ambao walikuwa wananifahamu wa hapo Uvira walianza kunipigia simu na kusema kwamba bado Mungu anakumbuka neno alilosema nami tangu zamani ya kwamba lazima nifike Goma, kwa maana na kusudi na mimi kufika hapo Goma. Na mimi Goma nilikuwa sijawahi kufika Goma tangu nilipozaliwa. Basi ikabidi nitii amri. Hapo nilianza safari kutoka hapo Lubumbashi na kupanda mara moja nikiangazia mji wa Goma ambako nimeomba kufika. Tazama ndugu mpendwa, katika safari hiyo Bwana Yesu Kristo akanikataza kwamba nisiwahi kula kitu kinachoitwa ugali hadi pale nitakapokanyaga katika nchi ya Kenya. Na hapo nilipofika Uvira mpendwa, tazama nilipoongozwa na Roho wa Mungu kwamba niende kuonana na kijakazi chake ambaye ni nabii na Karambi. Hapo ndipo aliponiona kwa umbali, Roho wa Mungu akamshukia na kuniambia kwamba tazama, na kwenda Kenya hakika ni mapenzi ya Mungu, lakini kifo kinaningoja njiani, ya kwamba Ibilisi ameamua ya kwamba ni lazima aniue kulikoni kuona miguu yangu ikanyaga katika nchi hii ya Kenya. Akanieleza sasa ushauri wa Mungu ni kwamba niingie katika kipindi cha kuomba, kujinyima kula na kunywa kwa kipindi cha siku moja, ndipo niendelee na safari, la nisipofanya hivyo kifo kinaningoja njiani, hakika nitakufa. Basi nilichukua jukumu hilo, nikaingia katika maombi ya kujinyima kula na kunywa kwa siku moja kama nilivyoagizwa, na hapo nikaendelea na safari. Habari hizi nakwenda kutaja kwa ufupi ili muda upate kutukubalia. Basi mpendwa, hivyo niliendelea na safari yangu hadi nilipofika Goma. Basi nilipofika Goma, kwa sababu sikuwa na mtu naifahamiana hapo Goma, nilipotoka ndani ya meli, nikafika hapo, nikachukua pikipiki, nikafika hapo kwenye barabara kuu, nikatua, nikamwambia Mungu, tayari nimekwisha kufika Goma, sasa kazi ni kwako, ujue namna gani utakavyokunihudumia. Basi hapo ndipo niliambiwa, hebu tazama wale watu wako pande ule wa pili wa barabara, na unene nao ukiwauliza kwa mchungaji wa kanisa la Vienzevoa. Hapo nilipowaomba hao ndugu kuzungumza nao, wakaniambia kwamba huyo mchungaji ndiye mchungaji wao. Walimchukua hadi huko, na nilipofika hapo, mchungaji huyo kabisa anipokea vizuri, akanihudumia hadi ule wakati ambapo alinipeleka kanisani na kanikabidhi kwa kanisa. Basi nilipokabidhiwa kanisa nalo likanikabidhi katika mikono ya rafiki wao ambaye si mshirika wa huko, hali ambayo haikunifurahisha kwa sababu mama huyu alikuwa na matatizo ya boma, yeye na mume wake, huku mume akimshutumu kwamba ana waume wengi kando na yeye. Hivyo niliondoka na kutaka usaidizi kwingine, lakini siwezekane. Na basi tazama ndugu mpendwa, nilipokuwa nimeweka mzigo wangu hapo kwenye barabara ya hapo mjini Goma, nikisema Mungu, mapenzi yako atendeke sasa, kwa maana sitorudi katika nyumba hiyo mama. Hapo ndipo
walinzi wa kanisa hili ambako nilihitaji msaada zaidi, wakaniambia kwamba hapa Goma ni kubaya zaidi. Ikiwa kweli nitakesha hapo nje, asubuhi nitakuwa mimi ni maiti, kwa maana Goma ni kubaya. Basi kwa hiyo ndugu mpendwa, huyo mlinzi mmoja ambaye baba Joshua akaniuliza, akaniambia yeye ana mahali pa kulala, lakini uwezo wa kunihudumia kwa chakula hana. Nikamwambia, ndugu, sife moyo, kwa sababu mimi chakula, pesa ninazo za kula, lakini mahali pa kula ndio shida, kwa maana sikubaliwi na Mungu kulala katika nyumba za wageni ambazo ndizo hoteli. Na basi akanichukua mara moja usiku huo, ilikuwa usiku wa saa moja, hadi kwa rafiki yake. Asubuhi akaja akanichukua hadi kwake nyumbani hapo Ndosho. Hivyo nikakaa hapo kwake kwa muda wa wiki moja na nusu. Basi nilipokuwa hapo Goma, ndipo wale wapendwa tena watumishi wa Mungu walionijua huko kwetu Kongo walianza kunipigia simu hapa na pale, wakaniambia kwamba, ndugu mpendwa, hebu sitisha safari ya kuenda Kenya, kwa maana tumeambiwa na Mungu ya kwamba kifo kinakungoja njiani, kwamba utakufia njiani. Nikasema ndio, siwezi nikarudi nyuma, kwa maana nina agano nililoagana na Mungu, na hata kabla hamujaambiwa mimi nalijua, na sasa lazima niende nitimize neno ambalo Mungu aliniambia. Ni hapo nilipokumbuka kiapo changu na Mungu ya kwamba nitafanya kazi zake hadi kifo nikubali kufanya hivyo. Basi ndugu mpendwa, nilipoendelea hivyo, nilipokuwa hapo Ndosho, nikatembelewa na vijana wawili, mmoja wa kiume na mwingine wa kike, waliosikia habari ya kwamba kuna mtumishi wa Mungu hapo. Walipokuja kunitembelea, wakanipa habari zao, hadithi zao ya vile waliwahi kupona katika vita vilivyofanyika sehemu moja huko Goma, jinsi walivyokuwa wakijificha katika maiti ili wapate kunusurika, habari zilizonichoma moyo. Na hapo nikasema, Mungu, ninakwenda kufanya nini huko Kenya ikiwa nchi yangu inaharibika namna hii? Basi wapendwa, hao tulipoachana usiku huo, Mungu akanitembelea, akaniambia, usife moyo, hebu tazama yale niliyoahidi nyinyi watoto wa Kongo kwamba nitawatendea, lazima nitayatimiza, na nataka nikuoneshe. Ndipo liloletwa mbele zangu, nikaona katika nchi ya Kongo kumeingia utisho mkubwa ndani ya watu wanaoitwa ambao ni adui wa nchi ya Kongo, na huo utisho ulipoingia katika mioyo yao walitishika zaidi. Nikaona wote wanakusanyana kila mahali na wamejiweka msururu mkubwa, wakikimbia kila mtu kujiponya maisha yake, na kila mahali walipopita ilikuwa ni vumbi mtupu. Walikuwa wa kiume kama vile wa kike, watoto kama vile watu wazee. Basi na wote walienda, nikiona kwamba wakiacha mali zao. Cha mshangao, nikaona katika msururu huo, katika umati huo, rais wa Kongo Mheshimiwa Joseph Kabila alikuwa wa mwisho kuongoza. Nikauliza Mungu, kwani huyu pia rais wetu naye ni mwadui wa Kongo? Mungu akaniambia, hayo niliyokuonesha hao ambao umeyaona jinsi ndivyo alivyo, kwa maana hivyo ndivyo kutakavyokuwa. Shika kile nilichokuambia, hivi ndivyo nitakavyokufanya kwa habari za Kongo. Kwa hivyo usife moyo, shika safari yako na uendelee huko Kenya, ufanye kile nilichokuomba kufanya. Na basi nilipoona hayo, ndugu mpendwa, niliendelea na safari yangu, nikafika nikavuka mpaka. Na hapo afisa wa mpaka upande wa Goma wa Uganda akaniuliza ikiwa natamani kufanya siku ngapi katika nchi yao ya Kampala. Nikasema sijui, weka siku zile ambazo Mungu atakazo kuwezesha. Hivyo akawa ameweka zile siku alizoweka bila mimi kujua, na wala sikushughulika, akanipa. Na kwa sababu nilikuwa nimetafuta Mganda hapo anisaidie kutafuta pesa taslimu za hapo kwao, nikampa zile dola nilizokuwa nazo, akabadilisha akanipa zilizonipa za kulipa gari, za kupanda pikipiki, mengine sikutaka kushughulika. Basi tazama, nilichukua gari likanileta mpaka hapo Kampala mjini, kwa maana tulitembea, safari ilikuwa ni ya usiku. Tukafika asubuhi ya saa 11, kila mtu akawa akishika mzigo wake na kwenda kila mahali anapokwenda. Basi mimi ikawa sina mahali pa kwenda, nikachukua mkoba wangu nikakwenda, kwa maana ilikuwa ni Jumapili. Nikajaribu kushiriki katika kanisa moja wapo hapo, lakini sikuvumilia, nikaondoka mapema, nikaja kwenye duka la bata hapo, kwenye mlango wake ilikuwa limefungwa. Nikaweka mzigo wangu hapo, mkoba wangu, nikalala. Basi nikasema, Mungu, nimeshakufika, mapenzi yako natendeke, na upeleke malaika zako wanichukue hadi mahali unapotaka. Basi kwa hayo, nilipokaa hapo muda wa saa 5 ulipotimia, nikasikia mtu ananena na mimi. Nilipofungua macho, nikaona ni mwanaume ameshikilia baiskeli. Akaniuliza kwa Luganda, nikamwambia mimi Luganda sielewi. Waweza? Akaniuliza lugha gani? Nikasema waweza kuzungumza Kizungu, Kiingereza kidogo naweza nikaelewa, na Kiswahili ndio tunaelewa zaidi. Basi ndugu mpendwa, kwa hiyo akanena nami, akaniuliza mimi ni nani. Nikamueleza mimi ni nani. Akajua kwamba mimi ni Mkristo na tena nimetumwa na Mungu, na yeye kumbe ni Muislamu. Akaniambia basi atanipeleka kwenye embassy yetu. Aliponipeleka kwenye ubalozi wetu, tulikuta ubalozi umefungwa, na yule askari polisi aliyekuwa hapo ambaye ni Mganda, basi akamwambia mwenzake, huyu kwa nini amekuja katika nchi yetu bila barua ya mwaliko ijapokuwa amepewa visa? Basi akamwambia mpeleke kwenye ile polisi inayoshughulikia wajinga kama na yeye, kwa maana amenyeka katika nchi yetu na mwaliko, lakini bila mwaliko wa mtu yote yule.
Basi tulipotoka hapo, huyo ndugu akaniuliza njiani, na je, umeelewa kile ambacho ule afisa amesema? Nikasema mimi sijaelewa. Akaniambia, ndugu, ni kwamba ameniambia nikupeleke kwenye polisi na shughulikia wajinga kama na wewe, na hakika najua nikufikisha huko wewe itakuwa ni kuuawa mara moja, hakutakuwa na lingine, lakini siwezi nikafanya hivyo. Nitakupeleka kunako Wakristo wenzenu na hivyo wapate kusaidia. Basi alinipeleka huko, na aliponifikisha huko kwa watumishi wa Mungu, tazama, nikapokelewa na dada moja ambaye ni mkimbizi kutoka Burundi, anaitwa Jocelyn. Huyu naye alikuwa hana nafasi ya kuniweka, lakini kwa sababu sasa nilikuwa mambo yamekuwa hivyo, ikabidi aseme mkoba wangu weka katika nyumba yao alikokuwa kiishi na kaka yake na dada yake mwingine, na hivyo mambo yangu atajuliwa baadaye. Na hivyo jioni ilipofika, nikapewa hifadhi katika kanisa mojawapo hapo, nikawa nikilala huko na mkoba wangu kikaa kwao. Na basi kwa sababu nilikuwa nimepangiwa namna ya kukula, watu hao walikuwa na uwezo wa kunilisha, kwa maana walikuwa kila chakula mara nyingi cha ugali, na mimi usiruhusiwi kula ugali. Basi hivyo tazama, ndugu mpendwa, nilijikuta kwamba nimebaki na 7,000 za Uganda, na hizo 7,000 nikachukua hizo 5 nikampa huyo ndugu Muislamu aliyenisaidia, na nikabaki na 2,000 ambazo zilishia tu kununua airtime, kununua pesa za kupiga simu. Basi ndugu mpendwa, nilipojaribu kuomba msaada kwa ndugu zangu ambao wako huko, ambao wamebaki huko Kenya, wamebaki huko Kongo samahani, na ambao wako huko Australia, Mungu akaniambia kwamba tazama, simu hiyo itapotea kwa maana unataka kutegemea wanadamu. Basi nilipoambiwa hivyo, ndugu mpendwa, tazama, baada ya siku kama ngapi, yule ndugu Muislamu aliyenisaidia alikuja kunitembelea na kusema angetaka kunisaidia zaidi, na siku hiyo hiyo aliponichukua kunipeleka mahali kwenda kutaka kunisaidia zaidi, ndipo alitoroka na hiyo simu ikawa imepotea ikiwa nimemwambia. Basi ninaendelea kuwa kwa mafupi, tazama, simu ilipopotea hivyo nikakaa, na ndipo Mungu alikuja akaniunganisha na Muislamu mwingine, na huyo anaitwa Hassan ambaye ni fundi wa beskeli, anaishi hapo Katanga ya Kampala. Basi huyu ndugu baada ya kuzungumza na yeye, tazama, na kunielewa, akasema kwamba atachukua mzigo wangu, atanihudumia, atanilisha hadi pale nitakapoondoka katika nchi yao. Na basi akafanya hivyo. Na ndugu mpendwa, angalia, katika lile kanisa nilikuwa nikilala ndani wakati walipokuwa na ibada ya katikati ya wiki, ndipo tazama, Mungu akaniambia kwamba mchungaji wa kanisa hiyo ni mchungaji ambaye alifurushwa na wenzake wenye nguvu, na sasa kanisa hilo halitawahi kuendelea, lazima wamrudishe mchungaji mwanzilishi wa hilo kanisa. Na Mungu akaniomba kuambia hivyo, nami nikafanya hivyo. Basi baadaye tazama, usiku mwingine hapo nikaona katika maono ya usiku ya kwamba mwanaume ananiita mara 3 niende nikamsaidia. Asubuhi nikauliza Mungu, na huyo ni nani? Na akanielekeza, hebu muulize fulani wakupeleke mahali. Na nilipochukuliwa huko, nikaenda, Mungu mpendwa, mtu nilikwenda kutaka kuona na yeye nikakuta kwamba amesafiri yuko nchi ya nje. Basi alikuwa ni mama, huyu ndo alikuwa ni nabii. Basi huyu mume tukao tukizungumuza, akaniambia kwamba angetamani tufanye kazi na yeye ya Mungu hapo Kampala. Nami nikamwambia sijui mapenzi ya Mungu, kwa maana na safari yangu na kwa maana kuelekea, lakini pesa zikawa zimenishia, sina chochote tena. Basi tazama, tulipokuwa hapo kama siku 2-3, mke akarudi, na mke akasema kwamba tazama, amerudishwa, kwa maana alikuwa na program ya kufanya wiki 2 huko alikokwenda, lakini akaambiwa na Mungu kupitia nabii mwingine kwa kwamba arudi, kwa maana Mungu ametuma mtu hapo kwake nyumbani, na yeye ndiye atakayekumshughulikia kila jambo atakalokuhitaji. Na yeye mume akalishuhudia hilo kwamba mzigo wangu Mungu amewapa wao wa kunishughulikia hadi vile nitakavyofika hapa Kenya. Basi mpendwa mtumishi wa Mungu, tazama, wakati tulipoendelea kuyoyoma, siku moja tukiwa katika ibada, basi hapo katika ibada wanayofanyia hapo nyumbani kwao, kanisa hapo nyumbani kwa mchungaji Harun. Huyu Harun, tazama ndugu mpendwa, wakati tulifika katika ibada, akatokea nabii mmoja kijana, akanichukua akanirusha nje. Basi aliponirusha nje, nilikaa huko nje, lakini mama ambaye ndio kiongozi wa kundi hilo alikuja akanirudisha ndani. Na baada ya siku si nyingi, tulipokutana na huyo ndugu njiani, akaniuliza, na bado wewe unafanya nini katika nchi ya Kenya? Nikamwambia, ndugu, unataka nini? Na mbona wewe niliambiwa kwamba unakwenda Kenya? Nikamuuliza, na siku hiyo uliponirusha nje ni jambo gani lilipokuwa likiendelea? Akasema, tazama, naliona basi kubwa liko kwenye parking, na lilikuwa likingoja wasafiri, na wasafiri wote wamekosha kujaa, na dereva ameshaingia ndani ya basi hilo, nalo linanguruma tayari kuondoka. Lakini nikaambiwa kwamba dereva hana ruhusa kuendelea ya kuenda huko Kenya ikiwa utakuwa hujaingia ndani ya hiyo gari. Jambo linifanya nikatuma nije nikuambie kwamba funguka macho, kwa maana niliambiwa unazubaa, nikwambie uingie ndani ya gari na mara moja gari ipate kwenda.
kwa maana niliona upande wa Kenya kuna umati mkubwa sana ambao unakungoja ufike. Nikamwambia nauli sina ya kunipeleka huko, nimeishiwa na fedha. Akasema basi kadri nilivyoona ikiwezekana hata kwa mguu utabidi uende. Na basi nikasema haya, nitakwenda. Na nikapanga safari hiyo nisipokuwa na pesa. Na wakati wangu wa kuondoka katika nchi ya Kenya ulipofika, tazama, nilikwenda kuwaaga wale ndugu Waislamu. Nilipoaga wakaniuliza, je, umepata nauli ya kupeleka Kenya? Nikasema nauli sijapata, lakini Mungu amenilazimisha hivyo, lazima nitakwenda hata kama ni kwa mguu. Akasema hapana, haitakuwa hivyo, kuje tutakupa nauli ya kukupeleka hadi huko. Na hivyo siku iliyofuata nilikwenda, hakika mume akanipa pesa, na tazama, naye mume akanipa pesa za usafiri, mke akanipa pesa kula njiani, na mke akatoa simu alikuwa akitumia, na hivyo nikapewa na laini mpya ikanunuliwa na ikaweka ndani pesa na namba zao, kwa na utaji wowote ule naweza nikawapigia. Na hapo nilipokwenda kuaga wale ndugu watumishi wa Mungu, yule mchungaji Aaron na mke wake, basi waliniuliza, je, umepata pesa za kupeleka? Nikasema pesa tayari niko nazo. Basi wakajipata pabaya, kwa maana mzigo huu ulikuwa ni wao kunisafirisha, lakini hawakuweza kufanya hivyo kwa sababu kuna vile walivyoingiliwa wakadhubaishwa na shetani kupitia njia ama nyingine, na kwa sababu ilikuwa mapenzi ya Mungu, basi pesa zilipatikana na mimi nikakuja. Nilipofika hapo kwenye mpaka wa Kenya na Uganda, basi nikaingia kwili nipigishe visa ya kutoka hapo. Nikashikwa na maafisa wa mpakani, wakaniambia kwamba nimekaa zaidi ya muda uliokadiriwa katika nchi yao. Siku hiyo ndipo nilipojua kwamba yule afisa wa kwanza alinipigia visa ya kuingia alikuwa ameweka kipindi cha mwezi mzima, na sasa nimekaa mwezi mzima na wiki moja. Wakasema lazima nitalipa faini. Nikasema mimi sina pesa za kulipia hiyo gharama, kwa maana mimi si mfanyabiashara. Kaambia mimi ni mtumishi wa Mungu na nimetumwa na Mungu katika taifa la Kenya. Kaniambia umetumwaje na Mungu katika taifa la Kenya ili hali hata hauna barua ya mwaliko? Nikasema ni hivyo, nimetumwa. Akasema tujawahi kusikia mtu ambaye ametumwa na Mungu. Nikamwambia ikiwa hamjawahi sikia mtu ambaye ametumwa na Mungu, basi mmeniona, ndio mimi huyu. Basi nikamwambia ninahitaji zaidi pesa, kwa maana pesa nilizo nazo hazinitoshi, na ikiwa mnaweza mkaniongezea ili niendelee na safari yangu. Wakasema hilo hawana hata wao pesa. Wakaniuliza, na basi kama una pesa utafanyaje kwa mpaka wa Kenya, kwa maana itabidi ulipe pesa ndio upigiwe visa kuingia. Nikasema upande wa Kenya kachieni Mungu. Na lakini ukumbuke mpendwa mtumishi wa Mungu, ilikuwa na wasiwasi ya kwamba nitawezaje kuingia katika nchi ya Kenya na kwa jina la Kristo, ya kwamba nimetumwa na Kristo katika nchi hiyo, ili hali nitakuwa sijapigiwa visa, nitaonekana kwamba nimevunja sheria. Lakini angalia, Mungu hayo hakuyaangalia, akasema tu lazima nikuje. Na hivyo nilipovuka mpaka wa Kenya sikuzuiliwa na yeyote yule, nikavuka mpaka wa Kenya, nikapanda gari nyingine, na hivyo nikajipata mpaka hapa Nairobi. Basi nilipofika Nairobi nikamwambia Mungu, ninajua nakumbuka kwamba kunaye mtumishi wako mmoja alitembelea huko kwetu Kongo mwaka 2009, na tazama wakati huo alihitaji kwamba tuje na yeye huku Kenya kufanya kazi yako, lakini nikakataa kwamba siwezi kwenda mahali bila wewe kuniagiza, na namba zake bado ninazo na sababu hazikupotea. Basi angalia, nitapigia hii simu, akichukua na usaidizi ukipatikana kwake nitafanya hivyo, lakini isipoonekana kwamba usaidizi usipopatikana kwa upande wake, basi Mungu ujue nitakujaribu na utafanya kama ulivyofanya hapo Kampala. Basi mara moja, ndugu mpendwa, tazama, hiyo ni namba ambayo ilikuwa imesalia kwa zile namba ambazo zilikuwa zimesalia baada ya simu kupotea. Nikapigia hiyo simu na akachukua. Basi akasema kwamba yuko mahali panaitwa Thika, na akaeleza namna gani naweza nikafika huko. Nikasaidiwa, nikafika huko, nikakaa kwake kwa muda wa wiki 2.5. Na huyu mpendo akataka kwamba nipelekwe katika kambi ya wakimbizi. Nikamwambia mimi si mkimbizi na sijatumwa kukaa na wakimbizi, kwa maana Mungu aniambia nisikae na wakimbizi bali nikae na Wakenya. Na hivyo nikamwomba aniradhi, lakini ikiwezekana hadi aliponituma kwa rafiki yake aweze kunipeleka huko. Lakini nilipofikishwa hapo Githurai, nikamuomba huyo mtumishi wa Mungu ambaye ni Barthelemy ya kwamba nikamsi asifanye kama vile rafiki yake Pastor Ogola alivyofikiria. Basi wakanikubali, na tazama Mungu alipokuja akanipa mwelekeo, na hivyo nikapelekwa hadi mahali kunaitwa Juja Farm. Nikapewa kazi huko, nikawa nikifanya kazi huko ya mikono kama vile Mungu alivyoniomba kufanya nitakapofika katika nchi ya Kenya, kwamba itanibidi nikubali kufanya kazi ya mikono na nikingoja vile atakavyokuniongoza. Basi na nirudi nyuma kidogo, nilipokuwa katika hiyo nyumba ya mtumishi wa Mungu mchungaji Ogola hapo Thika,
hapo ndipo nilipokula ugali ya mara ya kwanza, kwa maana nimekubaliwa sasa kufanya hivyo. Na nilipokuwa hapo, ilikuwa ni tarehe 20 ya mwezi wa 9 mwaka 2011, ndipo nilikanyaga katika ardhi ya Kenya. Na hapo ndipo Mungu aliponiambia kwamba tazama, jambo limfanya nilete haraka sana katika nchi hii. Kwanza ilikuwa ni tishio la ugaidi ambao ni Al-Shabaab, kwa maana shetani alikuwa na mpango wa kuharibu hii Kenya, ya kuharibu Nairobi ambayo ni fahari ya Afrika, haifanye mji wa Nairobi kuwa ni kijiji, kwa maana haya mabomba, manyumba yote makubwa na mbinu msingi zote ilikuwa ni kwamba ziharibiwe. Na basi Mungu halikumpendeza, kaniambia nisaidiane na Wakenya kuombea hilo jambo ili mapenzi ya shetani yasitendeke, nami nikafanya hivyo. Na basi kando na hilo, ndugu mpendwa, kadri nilivyoendelea nikiishi katika nchi hii, ndipo sasa Mungu akaniambia baada hilo jambo lingine, ya kwamba jambo lingine nilifanya nilete haraka katika nchi hii ni uchaguzi ambao ulikwenda kufanyika mwaka 2013. Alitaka uwe ni uchaguzi wa amani, na wale viongozi wataka kuchaguliwa wao ni viongozi ambao watachaguliwa kulingana, watakaotangazwa wao ni viongozi ambao wanatoka na mapenzi yake, na kwamba mapenzi yake ndio yataka kutendeka katika nchi hii ya Kenya, kwa maana Mungu anaiangazia sana nchi hii ya Kenya. Kujua kwamba katika taifa hili la Kenya, jambo ambalo limemhuzunisha Mungu na limkasirisha sana roho wa Mungu ni swala la ukabila ambalo limekita mizizi katika taifa hili, ili hali Mungu mwenyewe hapendezwi na jambo kama na hilo. Na basi hapo, angalia, tulipoenda kukaribia uchaguzi wa mwaka wa 2013, uchaguzi uliopita, wakati huo, angalia ndugu mpendwa, mimi kabla tufikie hapo, kwanza Mungu akaniambia habari za Margaret Wanjiru ambaye ndiye kiongozi wa kanisa la Jiam. Akaniambia, Enoch, nataka uzungumze na huyu mtumishi wangu, kwa maana tazama, kuna jambo analifanya ambalo limpendezi, kwa sababu yeye sikumweka kuwa mhubiri wa kila Jumapili katika kanisa hilo, bali yeye nilimweka hapo kuwa kama kiongozi wa kupanga mambo jinsi anavyotaka kuwa, yanavyopaswa kuenenda. Na sasa nikamwandikia huyu mchungaji Margaret Wanjiru, lakini sikuweza kupatana na yeye, kwa maana hakunipa jibu baada ya ujumbe niliomtumia. Nikaacha hivyo. Baada hapo Mungu akaniomba kwamba nitembee katika kanisa lake. Nikafanya hivyo. Nilipotembea huko, wakati wa ibada kiendelea, ndugu mpendwa, basi wakati ulifika kwamba tutoe sadaka. Nilipojaribu kutoa sadaka kuweka ndani ya kikapu, nikakatazwa kwamba nisitoe sadaka mahali hapo. Na basi mtu alinipeleka, naye alipoona hivyo akaibika, akatoa pesa mfukoni, akanipokeza ili nipate kutoa. Nilipojaribu kutoa hizo pesa pia tena Mungu akanikataza, akaniambia nikiweka pesa hizo ndani ya kikapu nijue ni mkono wangu umeweka, na yeye niruhusu kufanya hivyo. Nami nikaacha kufanya hivyo, jambo limfanya yule mpendwa alinipeleka kukasirika, nami nikaanza kumwambia baadaye aliyokuwa akiendelea. Na basi baada hapo sisi kuondoka, ndipo Mungu alikuja kaniambia kwamba akanionyesha kile alichokifanya. Ndipo nikaona kwamba mamlaka ambayo Margaret Wanjiru alikuwa amepewa na Mungu yakaondolewa. Nikaona na mvuli alikuwa amewekewa pia kaondolewa, akapewa mtu mwingine ambaye niliyemjua mimi, Enoch. Na basi Mungu akalifanya hivyo kuwa ni siri yangu. Basi kwa hiyo ndugu mpendwa, tazama, wakati ulipofika nikakwenda huko Western kwenda kuhubiri. Nikafanya kipindi cha mwezi na wiki huko nikihubiri. Nilipokuwa huko, Mungu akaniambia habari za Margaret Wanjiru, ya kwamba tazama anakwenda kufanya. Nikaona kwenye jengo hilo la Jiam kukatokea na tetemeko kuu la ardhi, na tazama kanisa likapasuka vipande viwili, na kipande kimoja kikaanguka chini, nazo trakta zikaletwa zikaanza kusawazisha uwanja huo kuutengeneza. Nami nikaambiwa kwamba sasa kutatengenezwa kitu kingine kipya. Nikaona mtu mfano mama yake Margaret Wanjiru amekaa katikati. Nikamkaribia, nikamuuliza, na nini hili linaloendelea? Je, habari zinazosikia kuhusu Margaret Wanjiru ni nini? Akaniambia, Margaret Wanjiru tumemkataa hata kuwa tena, yeye si mtoto wetu tena, kwa hivyo tumechukua sehemu yetu na yeye aendelee na watu wake. Na hivyo ndivyo Mungu alivyoniambia kwamba amemkataa Margaret Wanjiru asiwe tena mkuu wa watu wake. Sasa kwa hivyo ameondoa mambo yake na amemwacha yaendelee mambo zake, kwa maana Mungu hakupendezwa na mambo aliyoyafanya. Na basi nikaambiwa hapa kutatengenezwa kanisa kubwa, kutajengwa kanisa kubwa, na itakapokutimia Enoch, nenda utaambiwa, utaitwa, utaarifiwa na utajua. Basi ikawa hivyo. Basi ndugu mpendwa, angalia, nilipotoka huko Mungu akanitoa haraka sana huko katika mkoa wa Magharibi Western ya Kenya. Ilikuwa ni mwezi wa kwanza mwaka 2013. Aliponileta haraka nikaenda huko tena mahali nilipokuwa nikiishi huko Juja Farm. Nilipokuwa huko ndugu mpendwa, nikatamani sana
kuzungumza na huyu Margaret Wanjiru wakati wa kampeni zao zilipofika, na ndiposa angalia, wakati huo tukazungumza naye kwa simu, nikamwambia nataka kuzungumza na wewe. Akasema basi unipigie usiku tupate kuzungumza, na usiku ulipofika nikampigia mara 3 asichukue simu yangu. Mungu akaniambia achana na yeye, ajapokata kuchukua simu zako, lakini hata kupokea matokeo atakayokuyapata, kwa maana hakika kuanguka ataanguka. Mimi Mungu nitamwangusha na hata simama mahali popote pale. Basi ndugu mpendwa, ikawa hivyo. Nikazungumza na mmoja wapo wakuu wa kampeni zake, nikasema na yeye, nikamwambia basi mimi nikaenda nikaachia Mungu. Ikawa siku moja ndugu mpendwa, nilipokuwa katika shamba, kwa maana nilikuwa nimepata kazi ya shamba boy, yaani kazi ya shambani. Katika shamba hilo nilipokuwa nikilimiminia maji, ndipo nikasikia sauti kunijia, ikanena nami, ikaniuliza, Enoch, ni nani ungependa kati ya hao wanagombea urais wa Kenya awe rais wa Kenya? Nikasema Mungu. Nikasifikiria hiyo sauti si Mungu anayosema na mimi. Ikanijia tena kuniuliza, nikasema Mungu, kweli mimi nina uwezo? Mimi ni nani hata uniulize swali kama na hilo? Mimi tazama si chochote kile. Akaniambia, nimekuuliza na naomba unipe jibu. Ni mimi nimekuuliza. Basi nikaangalia, nilipomwangalia mheshimiwa Mudavadi, ambaye niliona kwamba yuko katika ule kiwango cha wastani, kwa maana kusudi kubwa la Mungu alikuwa amenijulisha kila kitu anachotaka kifanyike katika nchi ya Kenya. Basi nikaona Mudavadi pia, japokuwa yeye hana ukabila ndani yake, lakini pia kuna mambo mengi ambayo alikuwa hajafikia kuyafanya. Basi nikaona itaweza kuwa vigumu kwake kupigana na hili janga ambalo Mungu anataka kupigana na lenyewe. Basi nilipomwangalia huyu Raila, nikaona Raila akiwa rais wa Kenya hii, basi vita vitatokea, kwa maana watu wa upande wa Jubilee, kama vile Mungu alivyoniweza kujua, walikuwa wameamua ya kwamba ikiwa atatangazwa kuwa rais, basi watapigana, afadhali damu imwaike, vita viingie kulikuwa na kimuona yeye akitawala. Na basi jambo lingine lilikuwa ni kwamba yeye Raila mwenyewe akitawala, ikaonekana katika midhani ya Mungu atatamani kulipiza kisasi, na hilo Mungu hakutaka kipindi hicho damu imwaike, kwa maana Mungu alikusudia amani. Basi ndugu mpendwa, nikaona kwamba hilo pia vya kulipiza kisasi litaleta tena ile shida ambayo Mungu anaepuka. Nilipomleta kwa midhani Rais Uhuru, ikaonekana hata yeye vile vile ya kwamba ni mtu anaweza kusikia mashauri na kubadilika, lakini pia watu walio upande wake, walio nyuma yake wanamzunguka, ni watu ambao wamekita mizizi katika ile jambo ambalo Mungu analipinga sana, ambalo ndilo jambo la ukabila. Basi mpendwa, nilipoona hivyo, mimi mwenyewe nikasema, Mungu mwenyewe unajua, chagua mwenyewe yule utakaye kumtaka, kwa maana mimi nimeshindwa. Na basi sauti hiyo haikuna na mimi tena, tukakaa hivyo. Na basi angalia ndugu mpendwa, ilipofika wakati ambapo sasa uchaguzi unapoendelea kukaribia, ndipo hapo Mungu akanijia tena, Roho Mungu akanijia kuniambia, tazama Enoch gavana amechaguliwa, na gavana Nairobi amechaguliwa. Na hizo zilikuwa ni habari za nani? Zilikuwa habari za Evans Kidero, kwa maana nilichukuliwa katika roho nikapelekwa mahali ambapo kuna kuendeshwa uchaguzi huo. Na akaniambia, hebu tazama. Nikaona watu wakiweka katika vikaratasi ndani ya visanduku. Akaniambia, hawa ndio nimeita kuja kumchagua liwali ama gavana wa Nairobi. Na basi nikatolewa hapo, nikapelekwa upande ule wa pili. Nilipelekwa upande ule wa pili, nikaona wale watu ambao walikuwa wamekuwa wakichagua, wakitupa vikaratasi katika vile visanduku, wanakuja na wanavuka daraja ile kwa mbele yangu wakienda. Nami nikauliza Mungu, ni nini? Akaniambia, ndio hawa ni mimi nimeyeyusha wapiga kura wa hapa Nairobi wampigie gavana Evans Kidero kura, lakini huyu Margaret Wanjiru nimeyusha mioyo yao wasiwahi kumchagua kwa vyote vile. Nimeyusha mioyo wapiga kura wasiwahi kumpigia kura, na hivyo nimekusudia kumwangusha, na kuanguka taanguka. Basi mpendwa, ikakuwa hivyo, nikaliona hivyo, nikakana hilo jambo. Na tulipofikia wakati sasa uchaguzi umechagua, watu wamechagua, lakini kabla matangazo hayajatangazwa, Mungu akanijia na kuniambia, Enoch, angalia sasa nikwambie, Kidero alipotangazwa kuwa ndiye liwali wa Nairobi na kesi zilipoanza kupelekwa kotini, Mungu alinisumbua sana kwamba nizidi kumwombea Kidero ashinde hizo kesi. Na hata alipopatikana kesi ya huyu Shebesh ambaye ni mwakilishi wa kina mama, tazama, mimi nilikuwa kwanza kusema kwamba Shebesh amekosea na kwamba anapigana na Mungu mwenyewe, kwa maana Kidero aliwekwa hapo na Mungu, na kusudi la Mungu kumfanya mheshimiwa Uhuru kuwa rais na mheshimiwa Kidero kuwa liwali ilikuwa ni kujaribu kuleta ule usawa, ili apate kuondoa hiyo picha ya ukabila na iondoke. Basi hapo mpendwa, ndipo
hata keza kadri zilivyokuwa zikiendelea, Mungu akazidi kunipa mzigo wa kumwombea kidero kila mara. Basi nilipumzika siku hiyo ambapo uamuzi wa mwisho ulitolewa ya kwamba kesi yake imekwisha. Na basi na hata ilipotangazwa, nilikuwa kwa redio nikisikiliza kwa redio ya simu yangu, na nikamtukuza Mungu na jambo Mungu alilofanya siku alipokuja kushukuru Mungu hapo kwenye kanisa la Redeemed Gospel. Basi nilialikwa pia, nami nikamuona kwa uso yule mtu ambaye Mungu alikuwa akinisumbua sana kwa habari umefanyika, lakini bado hujatangazwa. Hapo ndipo Roho wa Mungu akanitembelea na kuniambia, Enoch, angalia, yule ambaye wewe ndiye mkuu wa chama chake, yule unaiwakilisha, ambaye wewe ndiye mkuu wa hicho chama chake, ndiye ameshinda uchaguzi. Nami nikasema, Mungu, na hilo ni nini? Mimi hata si mpiga kura katika nchi ya Kenya, wala mimi sina cheti chochote cha Kenya. Wawezaje kuniambia kwamba mimi ni mkuu wa chama cha kisiasa, hata mimi si mfanya siasa? Akaniambia, ndivyo kulivyo, yule ambaye wewe unawakilisha chama chake, huyo ndiye ameshinda uchaguzi na ndiye anakwenda kutangazwa. Basi nikasema okay, yawezekana. Nikatafakari baada hilo jambo, nikatafakari yawezekana kwa vile ninaishi huku Central, basi Mungu ananiona kwamba mimi ninawakilisha taifa la Central. Ninawakilisha si Central, bali ninawakilisha Jubilee. Basi nikasema ina maana Uhuru Kenyatta ndiye anakwenda kutangazwa kuwa rais wa taifa hili, na baadaye ikawa ni hivyo. Basi hayo yakapita. Basi angalia ndugu mpendwa, baada hayo nikaona kwamba Raila amekasirika katika ulimwengu wa kiroho na ameamua ya kwamba aangushe kabisa maendeleo ya nchi hii, ya kwamba economy ya nchi hii isipate kuendelea. Nikaona vizuizi vimewekwa kila mahali katika mabarabara yote yanayoingia katika mji wa Nairobi, na Mungu akaniambia maana yake, ndipo Mungu akaniomba kwamba niombe kufungua hayo mabarabara ili maisha ipate kuendelea kama ilivyo kawaida. Nikafanya hivyo. Na basi ndugu mpendwa, nataka ujue kusudi la Mungu katika uchaguzi uliopita wa mwaka 2013 ilikuwa tu hakikisha kwamba kuna amani na usalama, na kwamba mapenzi yake ndiyo yanakwenda kufanyika. Basi angalia mpendwa mtumishi wa Mungu, ninapoachana kwanza na hilo jambo, nitarudi nyuma katika habari za ndugu zangu ambao ni ndugu wa Central. Tazama, hapo ndipo nilikumbuka kwamba Mungu aliponiambia amenifanya kuwa nabii wa mataifa wa kabila na lugha. Sikujua maana yake, lakini muda ule nilipokuwa hapa Kenya, ndipo Mungu akaniambia, Enoch, nataka unene, nataka ujue jambo moja. Nikaona katika roho, nilipochukuliwa katika roho, nikaona ndugu mpendwa kwamba mtoto aliletwa. Mtoto huyu alikuwa katikati ya mto unatiririka, umejaa maji ya sabuni, hofu ya sabuni. Mtoto alikuwa uchi, mtoto mdogo. Na huyo mtoto nikauliza Mungu, na anafanya nini hapo? Basi nikaambiwa kwamba huyo mtoto unayeona hapo, wale unayoona upande wa pili wa mto, yule baba na mama, hao ndio wazazi wake. Na basi nikaona mtoto amejaa kinyesi, mwili wake wote mzima, amejaa uchafu mwili mzima. Nikasema kwa nini hawamshughulikiwa muoshe? Basi nikaingia ndani ya mto, nikamchukua mtoto, alikuwa wa kiume, nikaanza kumuosha. Kadri nilivyokuwa nikimuosha, basi nikaondoa uchafu kila sehemu, nikamuinamisha nipate kumtawaza huko nyuma. Lakini kadri nilivyokuwa nikimtawaza, nikaona uchafu mwingine unaendelea kutoka, lakini ulikuwa ni uchafu mweupe umegandana kama mshumaa. Basi nikitoa mwingine unatokezea. Naye nikauliza Mungu, na hii ni nini? Basi akaniambia, tazama, hilo ni jambo ambalo liko ndani, haliwezi likaisha. Huo ndio uchawi aliofanyiwa na wazazi wake. Wazazi walimtengeneza hivyo ili kila watakachokutaka kipate kutendeka katika maisha ya mtoto. Basi Mungu akaniambia, tazama, hizi ni habari za watu wa Central ambao ndugu wanaojiita jamii ama familia ya Kikuyu. Akaniambia hivi ndivyo wamama wanavyofanya, wamama wa Central. Jambo hili limemhuzunisha Mungu, ya kwamba watoto wanapokuwa wachanga sana, wameshauriana kwamba watoto wao wakipewa uji, na uji huo wanapopewa sio uji wa kawaida. Wengi uji huo ni uji ambao umewekwa ndani uchawi, na uchawi huo unafunga watoto nafsi zao, kiasi ya kwamba watoto hao hawawezi wakasikia mashauri ya mtu mwingine. Na malengo wanapofanya hivyo ni kutaka kufunga hao watoto, ya kwamba wasiwe kusikia mashauri ya mtu mwingine yote ule, isipokuwa ni ya mzazi yule aliyefanya kazi hiyo. Na basi Mungu akaniambia hili jambo limeleta shida kubwa, kwa maana imefanya hata wakiwa makanisani, hata wakihubiriwa, hawawezi kabisa kudumu katika lile mimi Mungu ninalotaka wadumu ndani yake. Kusikia mashauri inakuwa ni vigumu sababu ya kazi iliyofanyika. Basi
ikawa ni kwamba hilo jambo Mungu anataka ndugu zangu mpate kulijua na wale wanaolifanya wapate kurekebisha. Niliposikia hizo habari, siku nyingine nikachukuliwa tena nikapelekwa kwa yule boma moja, nikakuta huyo mama anaandalia watoto wake uji. Nikaambiwa angalia sana makini na ufuatilie sana. Nikawa nikifuatilia hilo jambo mara nyingi, nikaambiwa huo ndio ule uji ya kwamba watoto wanapewa wakiwa changa sana, kufikia umri fulani sasa hapo wanaweza wakaachiliwa, na hivyo wakaenda. Basi sikutosheka. Siku moja nilipokuwa tena nimeajiriwa, nimepewa kazi, nikauliza huyu mama aliyekuwa mwajiri wangu, kwa maana ni mama mkuu wa kanisa na ni kanisa hili la PCA, mama mkurugenzi. Nikamuuliza, mama mkurugenzi, na kwa nini mnafanya jambo hili? Mwawapea watoto uji ambao umewekwa ndani uchawi ili mpate kudhibiti nafsi zao, mwalifanyia nini? Hamuoni kwamba hiyo ni makosa? Huyu mama nikampenda na Mungu ambariki mahali alipo, akakiri waziwazi, akasema kwamba ndio wamekuwa wakifanya hivyo na kushauriana kufanya hivyo, kwa maana waliambiwa wanapofanya hivyo basi ni kuwa na werevu, ni kuwa na akili, ni kudhibiti watoto, lakini wameona kwamba limeleta madhara mabaya kwa upande wa kanisa, kwa upande wa kiroho limekuwa ni pingamizi. Basi ndugu mpendwa, jua hilo kwamba Mungu linamchukiza na Mungu halitaki tena, ikiwa watu wanalitenda wasilifanye tena. Basi kando na hayo, ni jambo lingine hilo ambalo Mungu alitamani kwamba nifikishe katika masikio yenu mpate kulijua. Ndipo hapo ndugu mpendwa, Mungu akaniambia sasa kwamba, wapendwa ndugu wa Central, niko pamoja na ninyi tena, kwa maana hizi habari zinawahusu ninyi. Mungu akasema, angalieni, Mungu aliwafanya ninyi kuwa ni kichwa katika taifa hili la Kenya, na ikiwa aliwafanya kuwa ni kichwa, hivyo ilikuwa ni kwamba mpate kuleta yale mapenzi yake, yaani kuleta uwiano, muondoe ukabila. Ndiyo mimi nazungumza hapa kulingana vile Mungu anavyonieleza, sizungumzi hapa kama mtaalamu, hapana. Mungu akaniambia kwamba swala hili la ukabila ni lazima litakwisha, kwa maana Mungu alisikia kilio cha watu wake tangu hapo mbeleni, vita mlivyokuwa navyo hapa mwaka 2007. Lengo ilikuwa ni kumaliza ukabila, ni Mungu alileta, wala si mwanadamu. Na ikiwa watu walipelekwa huko Hague kwa ICC, lengo la Mungu ilikuwa ni hilo hilo, kurekebisha fikra na akili za Wakenya ya kwamba waondoe hili janga la ukabila. Na sasa Mungu anasema ya kwamba ninyi watu wa Central ndio mko na nafasi hiyo, na kweli ninyi ndio, Mungu anasema ninyi ndio mnaleta janga hili, na ninyi ndio mna uwezo wa kuliondoa janga hili la ukabila, kwa maana uwezo na nafasi mlipewa. Ndugu mpendwa, na mimi nimekuwa nikisema na watu hizi habari, nimekuwa nikienda nao kila mahali tumekuwa tukikutanana, ndugu mpendwa. Na basi kazi yangu ni kunena, na kazi ya wanaonenewa ni kufanya mapenzi ya Mungu, na baadaye ni Mungu ndiye kutimiza kusudi lake. Basi iliendelea hivyo, kadiri ilivyoendelea hivyo nikaenda na shughuli zangu za kila siku kama ilivyokuwa kama kawaida, hadi hapo ilipofika mwaka wa 2014, na Mungu akaniomba nitoke huko Central, nitoke huko Juja na kuhamia Nairobi. Basi nilipohamia hapa Nairobi, ndugu mpendwa, tazama, nilipokaa hapo nikawa nikilala kwenye viti vya plastiki vitatu, kwa maana kila nilipojaribu kulala kwenye godoro mwili wangu uliniuma sana, nikawa sina amani, nikawa na usumbufu mwingi. Nilipouliza Mungu akaniambia huu sio wakati wa kutaka mastarehe. Basi nikafanya viti vitatu vya plastiki kuwa ni kitanda changu, nikawa nikilala hapo, na nimefanya hivyo kwa mwaka mzima. Nilipokuwa nikilala kwenye viti hivyo, ndugu mpendwa, ndipo Mungu akanijia. Roho Mungu aliponijia akanieleza, Enoch, angalia sasa, rais wa nchi hii ambaye ni Uhuru Kenyatta nimemweka kwenye midhani imepungua. Imeonekana kwamba yeye hataki kufanya mapenzi yangu. Nilimuweka hapo awe rais ili apate kuwasaidia ndugu zake, kurekebisha watu ambao wako nyuma yake, waondoe ndani ukabila, kwa maana hakuna jambo linalozunisha isipokuwa ni ukabila. Na sasa kulikuwa nalemea watu wake na aongoze kama baba ndani ya familia, lakini amekubali, wamemumeza. Basi kwa hiyo na mimi Mungu nilimweka hapo na kwenda kumuondoa. Kwa hiyo nimeachilia atauawa, na atakapokufa basi mimi Mungu mwenyewe nitakuja kuondoa uchafu, nitakuja kusafisha nchi kwa vyovyote vile, kwa maana nilimpa nafasi hii, nilimfanya kuwa rais wa nchi hii, nikawapa hiyo neema, nikatangaza hiyo neema ya kwamba waitumie vizuri, si kwamba mimi Mungu nilishindwa, hapana, ni kwa sababu nilitaka amani, na neema hiyo ameitumia vibaya. Kulikoni watubie makosa na vitendo vya dhuluma ambavyo wamekuwa kitendea watu wengine, basi wameendeleza huo mfumo, na mimi Mungu nimechukizwa na dhuluma inayofanywa watu kwa misingi ya kabila zao.
basi nimesikia kilio chao na Mungu nimekuja kuwaokoa, nimekuja kuwapigania, lazima ukabila utaondoka. Hiyo ni kauli ya Mungu na huo ndio mpango wa Mungu, ndugu mpendwa. Basi aliponiambia kwamba Rais Kenyatta anakwenda kuuawa, akaniomba na kwamba nimfikishie ujumbe huo. Na hivyo nilipoambiwa hivyo, ndugu mpendwa, basi nikasema Mungu, itawezekanaje? Nikaambiwa niende kumuona mchungaji ama Askofu Gitonga. Nilipokwenda kwa Obonyo wa Redeemed Gospel Church, akaniambia ni vigumu kumuona Gitonga. Basi nikasema Mungu, imeshindikana. Basi tazama, Mungu akatengeneza njia nyingine. Nikaona na mchungaji mwingine ambaye alinipa namba za mchungaji mwingine wa Deliverance Church ya huko Kitengela, sijui kama ni Kamwaro, kama ni Rukwaro, sikumbuki vizuri. Nikazungumza na yeye pia, haikufua dafu. Nikachia hapo. Basi nikarudi kwa Mungu kulingana na mashauri ya mwalimu wa theolojia Abiluba wa hapo Redeemed Gospel Church. Kamuliza Mungu, je, ni wewe? Na kama ni wewe, mbona hunipi namna ya kufikisha ujumbe huu? Lakini Mungu akaja, nikamwambia nipe. Mungu akaniambia, akanijibu katika fumbo, akanieleza yawezekanaje ikiwa mtu amekwenda shule akasomea ujenzi, sasa akahitimu, na alipohitimu amerudi, sasa amepewa vifaa vya ujenzi na kila kitu anacho, mahali pa kujenga anapo, ameoneshwa, vipimo amepewa. Mungu akaniuliza, huyo mtu atataka tena kitu kingine gani ndipo aanze kujenga? Basi nikawa nimelipata jibu mwenyewe, ni kwamba lazima ataanza kujenga, kwa maana vyote vinavyotakikana anavyo. Lakini nikamwambia Mungu, mimi sijafikia kiwango kama na hicho. Na basi hakuona tena na mimi baada ya hilo. Basi baada ya siku hizo nikihangaika namna gani nitafikisha huo ujumbe, ndipo hapo, ndugu mpendwa, nikaambiwa siku moja, ilikuwa ni mchana kati, ya kwamba nilipojiandaa kupika, nikaambiwa na Roho wa Mungu kwamba acha kupika na uende mahali. Nilipokwenda nikaambiwa unaenda na Biblia. Huko ndipo nilikwenda nikapewa nafasi ya kuwa nafundisha watu neno, na katika watu nilikuwa nikihubiria, ndiko nilikutana na mtu ambaye anafanya huko katika Ikulu, ambaye baadaye alikuja akanipa namba za posta, ndizo nilizoandika, nikaandika barua na kuiweka hapo ili ipate kufika Ikulu, wapate kujua hizo habari. Nami nikatarajia kwamba watakapokuwafikia watahitaji kujua zaidi, watakapokuja kuniuliza zaidi na mimi nene zaidi, jambo ambalo halikufanyika, kwa maana ilionekana katika nia ya Mungu huenda wangekuwa na nia mbaya. La ajabu sana linaloshangaza ni kwamba kama kuna taifa ambalo lisingelikuwa na mambo ya ukabila ni taifa la Kenya. Kwa maana hebu angalieni katika taifa la Kenya namna vile mama wanavyozaa. Mtu anazaa na mtu yeyote yule ambaye amempenda, mwanamke amependa mwanamke, na anasema huyu mwanamume amenipendeza, hata kujali kabila yake, hata kujali mahali ametoka, anasema nitazaa na yeye, na kweli anazaa na huyo mwanamume, anampa jina ambaye ni jina ya kabila yao, anafikia kwamba ni kabila yao, ili hali yeye mwenyewe si hiyo kabila, na mara moja anamweka roho ya fitina juu ya mtu mwingine. Hilo jambo ni vizuri kwanza mlichunguze. Na tena ndugu zangu, watu wasente, nitarudi kwenu, kwa maana Mungu anawapenda sana na Mungu anataka kuwatumia ninyi. Alitamani kuwatumia katika mema, na basi ikiwa mkubali atawatumia tena katika mabaya. Hebu angalieni, ninyi wenyewe mnasema kwamba baba yenu ambaye ndiye Kikuyu alikufa bila kuacha mtoto wa kiume, akaacha watoto wa kike. Na sasa ikiwa hakuacha wa kiume, aliacha wa kike, jiulizeni hao wa kike walitoa wapi hao watoto wa kiume ambao wako hapa? Na twajua mpango wa Mungu ni kwamba kabila maukoo wa watu hatokana na mwanaume, hatokana na mwanamke. Kwa hiyo nataka mjua kwamba hao watu wanaoishi Central ni watu ambao wametoka katika makabila mbalimbali ya taifa hili la Kenya. Na basi Mungu anasema msiposikia, angalieni, atafanya hili jina la Kikuyu kuwa ni aibu. Kwa maana Mungu anasema ataweka siri zenu zote nje, atawaanika, kwa maana hamkutaka kusikia na mfanye vile anavyotaka, vile anavyopenda. Basi na wale wanaojipika kifua na kusema ati wao ndio kusema katika nchi ya Kenya, basi Mungu anasema anataka apambane na wao, na kwa maana yeye mwenyewe anapokuja ni yeye anayepigana. Na kama yeye anapigana, ndugu mpendo, ujue kwamba ni ubaya ndio unapigana na wema, ni uzuri ndio unapigana na ubaya, ni uovu ndio unapigana na wema. Basi hapo ujue kwamba ni Mungu na shetani ndiye anayepigana. Basi mpendo mtumishi wa Mungu, ndivyo alivyosema kwamba siku zinazokuja, mpaka wengine msishangai kuona kwamba itakuwa ni aibu mtu kukubali kuitanishwa na familia ya Kikuyu, kwa maana Mungu amekasirika na hataki maneno kama hayo. Ilipofika huo mwaka wa 2014, kijaribu rudi nyuma kidogo, kwa maana tarehe ya 22 Disemba mwezi wa 12 mwaka 2014 ndipo nilipata kuandika hiyo barua nikipeleka. Na baada ya hapo Mungu akaniomba kwamba nitafute namna gani ujumbe huu unaweza kufikia watu wa Kenya, kwa sababu Mungu alitaka watu watubu, watu watengeneze uwiano mzuri, watu warekebishe njia zao, wakae kwa amani, kwa upendo, na Mungu aendelee kutengeneza taifa la Kenya, kwa maana ni kipindi cha neema kilichokuwa kimetolewa. Na basi Mungu alipoona kwamba kipindi cha neema, ikiwa neema imepita na watu kiwa hawataka kutubu, basi Mungu aliniomba kwenda nikahubiri ili wapate kujua yatakapokutimia, pasiwe mtu atakapokutwika mtu mwingine mzigo, bali kila mtu ajue ni namna gani ama nyingine
amesababisha jambo hilo kutokea. Basi nimekuwa nikihubiri katika magari, nimepelekwa katika magari, na nilipoambiwa kwenda kuhubiri katika magari na kila mahali, nikaambia Mungu, tazama mimi nimetenda dhambi. Na mimi nimetenda dhambi, ndugu mpendwa, nataka ulijue hili. Mimi nililala na mwanamke kinyume na mapenzi ya Mungu. Basi nikasema, Mungu, mimi sifai tena kuchukua mzigo wako, kwa maana ni mzigo mkubwa huu. Lakini Mungu akasema, kumbuka nilivyokuambia, nilifanya agano na wewe, kazi yangu lazima utakwenda, utaipeleka. Basi nikasema, ikiwa imekupendeza bado mimi kuendelea kuhudumu katika mazao matakatifu, niko tayari kuendelea. Basi nimechukua nafasi hiyo kuwa nikihubiri habari hizi za ile mambo yanakwenda kufanyika katika nchi ya Kenya. Basi na hivyo, ndugu mpendwa, nikukwambia kwamba Mungu aliamua kwamba moto utawaka katika nchi ya Kenya. Na ikiwa moto utawaka, naposema moto namaanisha vita, na ikiwa vita vitawaka katika nchi ya Kenya, mjue ni Mungu mwenyewe ndiye ameleta vita hivyo. Na basi wale ambao nilikutana nao nikihubiri habari hizi wanazijua kwa undani, tulipokuwa tukisema kwamba vita moto umewaka, kinachobaki ni kamba ikatwe tu na mara moja moto uanguke na ulipuke, na basi mambo yatendeke hivyo. Lakini vita hivi kabla havijakuja, ndugu mpendwa, na kabla rais mwenyewe hajauawa, nikaambiwa kwamba kutakuwa na vita vikali ama ushindani mkali kati ya Raila na Uhuru. Na hiyo ndio ilikuwa kwenye barua hiyo ambayo nilituma huko Ikulu, ya kwamba wakati wa ushindani huo mkubwa kati ya Raila na Uhuru, basi nchi za magharibi zitakuja kutafuta namna kutatua huo mgogoro ulio utakaokuwa kati ya watu wawili. Na watu wa nje ya nchi za magharibi zikiongozwa na ubalozi wa Uingereza watakuja hapa kuja kuwaunganisha watu wawili, na baada ya hicho kikao cha kuwapatanisha, hapo ndipo siri ya Mungu itakapokutokea. Hapo ndipo siri ya Mungu itakapokufunuliwa, na nchi mzima itaingia na tetemeko kuu, na basi makusudi ya Mungu lazima yatatimia. Na basi ndugu mpendwa, nataka ujue ya kwamba utakapokuyaona haya yametokea, utakapokuona vita vimetokea katika nchi hii, ujue kwamba hiyo ni muhuri Mungu ameweka. Kwa maana Mungu amesema alimpa Rais Uhuru, Mheshimiwa Uhuru, nafasi nzuri, alimpa kipindi cha neema cha kutengeneza mambo yaliyosalia, lakini akakitumia vibaya, akalemewa na watu wanamzunguka. Na basi Mungu naye anasema, kwa maana alikubali maneno ya watu wanamzunguka, alikubali kufanya ama kutimiza nia za wale watu wanamzunguka, watu wake, basi Mungu na yeye amekuja kufanya mapenzi yake. Na hapo ndipo Mungu anasema anataka aone, ajue kati ya wanadamu na yeye Mungu ni nani huweka wafalme na nani huwaondoa. Basi mpendwa, sina mengi ya kuendelea. Hizi ndizo habari ambazo Mungu amenipa kwamba nizifikishe katika maisha yenu, katika masikio yenu, nami niziweke kwa uwazi kabla sijaondoka katika taifa hili la Kenya, ili mpate kujua kwamba yeye ndiye anayeishi milele na milele, na kwamba hakuna jambo linaweza kufanya katika dunia hili ambalo halitokani na mapenzi yake. Na yote yule ambaye hatakubali kutii, kunyenyekea mbele zake, basi huyo atakuwa kinyume na yeye. Basi ndugu mpendwa, wewe mtumishi wa Mungu, mwana wa Mungu, utakayekuomba, ujuaye ulina nafasi ya kumtumikia Mungu wako kwa habari za taifa la Kenya, ni vizuri uzitambue hizo. Nasema Mungu aibariki nchi ya Kenya, Mungu abariki watumishi wake, na Mungu abariki wale wote ambao wametuwezesha kufikisha habari hizi masikioni mwenu, na amani ya Kristo izidi kutawala maisha yenu. Asanteni sana. Mungu awabariki.